Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Shule, Mheshimiwa Ibrahim Samata, Mheshimiwa Jessica John, mgeni wa heshima kwenye mahafali haya, ambaye ni meneja mkuu wa Asante Motors, mwalimu mkuu mama yetu Apolonia Kiwango, kaka yangu Sifuni Mbwambo, afisa elimu kata yetu ya Kimara, Mheshimiwa diwani wetu wa Kimara Baruti, Mheshimiwa sana Ismaili mwanangu wa pili, ambaye pia ni mwanafunzi wangu. Sio hivyo tu, sio ni mwanafunzi tu, pia ni second born. Mwenyekiti wa wenye viti wa shule ambaye pia ameomba udhuru, makamanda wetu ambao pia wametoka, tambue uwepo wa vyombo vyote vya habari na afisa habari wa JMAT, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafunzi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ngoja niwafundishe salamu mpya. Nikisema Tanzania yetu, unasema amani kwanza, na wazazi mnaitikia hiyo. Tanzania yetu, amani kwanza. Wanafunzi kwa kweli nyinyi mna grade A. Mungu wabariki sana, jipigieni makofi. Kimara Baruti oye! Shule ya msingi Kimara Baruti safi. Mwalimu mkuu safi. Kamati ya shule je? Safi sana. Na walimu oye! Wazazi mpo? Wapendwa waheshimiwa wahitimu, mimi leo nawaita waheshimiwa kwa sababu kesho kutwa mtakuwa waheshimiwa kama sisi. Kwa jina naitwa Leila Banji, kama nilivyokwisha tambulishwa, ni mkurugenzi idara ya usimamizi, uwajibikaji na mahusiano JMAT, lakini pia ni balozi. Kama alivyokwisha nitambulisha mwenyekiti, mimi nina machache ya kusema, lakini pia nitajibu aliyoyasema mwenyekiti. Wanangu wapendwa, leo mnahitimu masomo yenu ya msingi darasa la 7. Naomba mnisikilize vizuri. Na wazazi wenu wakiwa hapa, ninasisitiza yafuatayo. Kwanza kabisa, mimi pia nipo kwenye kitengo maalum cha kupambana na kuzuia mmomonyoko wa maadili nchini Tanzania, Wizara ya Mama Gwajima hiyo. Niwaombe wanangu, mnapotoka hapa, hayo maadili mliotoka nayo mkaendelee nayo. Msije mkatoka hapa mkaenda kututia aibu mitaani. Leo tukawakuta mmevaa nguo fupi, nguo za uchi. Hapana. Tusije tukawakuta mmevaa nguo za milegezo mitaani. Kwa kweli nitawachapa viboko. Nangu, mnanisikia vizuri? Mmefundishwa elimu amali hapa, elimu ya vitendo. Mmetengeneza batiki, mmetengeneza necklace. Hata wazazi tena nafikiri waende wakaone na wanunue, waone matunda ya kwenu mlioyafanya. Sio siku baba akikosa pesa ushindwe cha kufanya. Watoto wenu hawa, mimi shahidi, nimeenda kukagua miradi kule. Wanatengeneza batiki hawa watoto, wanatengeneza necklace hizi za kuvaa shingoni. Hivi vitu vyangu viko wapi? Tena nimenunua, viko hapa kwa ushahidi. Wanaoka mikate, wanajua kutengeneza sambusa, wanajua kutengeneza vifungashio, maana ya bahasha. Mheshimiwa Diwani, hii kata yako imekaa vizuri. Kwa hiyo hata mzazi ukitoka hapa
huyu mtoto ukaishi naye kwa kutumia akili. Kile kipaji anachoondoka nacho hapa akaendelee nacho. Akikwambia anajua kutengeneza kitu fulani, ni kweli. Ni kweli, usimkatishe tamaa. Wanangu, mnapokwenda msikubali kukatishwa tamaa, bali mkaendelee kukubali na kuwahimiza wazazi kwa nidhamu ya hali ya juu ambayo mmetoka nayo kwa Mama Apolonia Kiwango na wasaidizi wake. Wazazi, hawa watoto wanapotoka hapa, najua mtawafanyia shughuli. Maadili tunayoyazungumzia pia yanaanza kwa mzazi. Leo na tunaongea na wazazi, siongei na watoto pia. Mzazi, wewe ndio namba moja kuhamasisha ama kuwa ndio chanzo cha mmomonyoko wa maadili kwa mtoto. Unakuta mzazi unavaa nguo nusu ya mwili wako ama nusu uchi, unakwenda unajiposti kwenye mitandao. Mtoto anaingia anakuona, tayari unamuathiri, naye atakwenda kufanya, na akienda kufanya unaanza kumwadhibu, lakini chanzo ni wewe. Mzazi, hata kumtukana mtoto matusi. Hata kama unagombana na mme wako nyumbani, gombaneni chumbani. Mnapogombana mnatukanana matusi, hata na jirani yako, hata ndugu yako, yule mtoto unamuathiri. Anaanza ile maadili aliyotoka nayo yanaanza kupungua, anaanza kuchukua ya kwako. Kesho na kesho kutwa atakwenda kufanya hivyo shuleni, atakwenda kupigana, atakuwa mtu mzima, atagombana na mme wake, atagombana na mke wake nyumbani, atagombana na walimu. Kwa hiyo nyie ama sisi wazazi, nikiwemo mimi mwenyewe, ninawaambia ukweli, wazazi ndio tuwe wa kwanza kutunza maadili na kuwaelekeza watoto wetu kwenye maadili mazuri. Mtoto atatoka sasa hivi atakwenda kuanza pre-form 1. Mama huoni haya, utamvisha kinguo kifupi, utamvisha ya mlegezo. Hapana, muache mtoto. Lakini kingine, mwache mtoto aende kusoma boarding. Pambana, mtoto aende. Nina imani hawa watoto hawatakuacha. Mtoto wako hatakuacha. Hata kama you are a single mother, you are a single parent, pambana. Leo nawapa moyo. Pambana, mtoto wako atakuwa katika maadili mazuri. Na hatakuacha kwa sababu anajua mama au baba alikuwa peke yake, alinipambania nikasoma. Mpo hapa, naomba niwaambie watoto wangu tena, mwandike hili neno: think big, dream big, believe big, and the result will be big. Maana yake, fikiri kwa ukubwa, ota ndoto kubwa, amini kwa ukubwa, na matokeo yatakuwa makubwa. Mmenielewa? Mtihani bado wiki 2. Anza kufikiria unapata grade A. Soma, kumbuka revision. Masomo aliyokufundisha mwalimu, kumbuka kujisomea. Sasa hivi usione leo graduation umefanya hapa ukaenda kujisahau. Mwanangu, usijisahau, bado una mtihani wa taifa wiki 2 zinazokuja. Sasa lakini pia naomba nijibu vitu viwili. Mwenyekiti ameomba kutembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nina imani hatujachelewa. As long as nipo huko, siwezi kuwaacha watoto wa Kimarabaruti hawajaenda. Nitafanya juu chini kuanzia kesho kuwasiliana na spika, kuwasiliana na waziri wa elimu na naibu waziri wa elimu. Tawasiliana na Profesa Mkenda waziri, lakini nitawasiliana na Wanu ambaye ni naibu waziri. Tawasiliana na spika wa bunge na katibu wa bunge.
tuone jinsi gani watoto wetu watakwenda pale wakajifunze bunge letu lilivyo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wasiwe wanafikiria tu na wasiwe wanalisikia tu wanasoma, waende wakaone. Pia nitawaombea waende kwa Mama Dorothy Gwajima pale Wizara ya Jinsia, Maendeleo, Wanawake na Makundi Maalum katika mji wa Mtumba, wakautembelee mji wa serikali. Haya ninaongea kwa niaba kabisa ya serikali. Nimesimama hapa, serikali ipo lakini mimi pia ni serikali. Nikisimama hapa ni sana nimemwakilisha mama tu, Mheshimiwa Rais. Na ninajua zitaruka hizi zitamfikia na maelekezo yatatoka. Kwa hiyo wanangu wapendwa, mtakao baki pamoja na walimu, ni waahidi ukweli, mimi huwa siongopi, huwa ninakwenda moja kwa moja. Mtakwenda bungeni, mtatembea, mtaenjoy Dodoma, mtakwenda kule Royal Village, mtapata kuku wa kienyeji, ili wote muweze kuifurahia Dodoma na muweze kuona matunda mazuri ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anavyoendeleza mji wetu kwa uzuri kabisa. Lakini pia niseme kitu. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hatakapokuwa mkubwa hatoiacha. Kimkuza mtoto katika nafasi nzuri, naye atakuwa nayo. Hata najua watakao baki wakienda Dodoma watakuwa na maadili mazuri, hawatarukaruka bungeni, watatembea kwa sababu nitakuwepo, nitawaongoza. Mwenyekiti wa shule atakuwepo, diwani atakuwepo, mgeni rasmi naye atakuwepo, na ninahitaji na wale wenye viti nao waende wakaone, ili nao tuwaandalie watakapokwenda kule. Na mwisho kabisa, mwalimu mkuu, nikupongeze sana. Nakupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya. Nakupongeza sio kwa sababu tu wewe ni mwanamke, ila wewe ni mwanamke shupavu simama. Mimi naomba nikuite wewe ni Iron Lady. Wewe ni Iron Lady. Wewe ni chuma. We ni chombo. Kaza buti, wasikukatishe tamaa. Nina imani kabla hujastaafu utakuwa umekuwa afisa elimu. Mungu akubariki mamangu, ila pale ofisini kwako nitaweka feni. Naona unapata shida ya joto. Wapendwa wazazi mlioko eneo hili, mmeona hii bidhaa? Hii bidhaa ni ya watoto wenu. Hii wametengeneza watoto wenu wenyewe, kwa macho yangu nimeshuhudia hii bidhaa. Kwa hiyo kila mzazi aje hapa anunue kwa shilingi 10,000 hapa. Huu mkate huu ni wa mtoto wako, ameutengeneza mwenyewe na ni shilingi 2,000 tu. Hii batiki ni ya mtoto wako, ametengeneza. Sijaambiwa, nimeshuhudia. Mimi waga siongei vitu vya kuambiwa, nimeshuhudia. Hii batiki imetengenezwa na mwanao. Shilingi 25,000, usiache kununua. 25,000 tu, sio kila siku vinyola, vaa batiki. Umeona hii sabuni? Ina maziwa, ina mchele, imetengenezwa na perfume na rangi nzuri kwa ajili ya uso wako na mwili wako. Unachunu sisi juu ya lahala, si umepaka perfume nani zile nini zimekuunguza. Ogea sabuni hii hapa, utakaa vizuri. Achana na mambo kazi ya vyombo tu, tumia sabuni hii. Kabisa. Haya ni mafuta ya kupaka. Waungisheni watoto. Hii sio ni kazi ya huyu mwanao anayemaliza la 7, unayemuona hapo. Ndio kazi yake hii.
Kwa hiyo mkija hapa, ninataka niwaone wazazi 10 tu wakija hapa waniunge mkono. Mimi nilishachukua ya kwangu, iko hapa. Hii hapa mimi ya kwangu ilikuwa ni hii hapa. Hii ndio cheni yangu nilionunua kwa shilingi 20,000. Lakini wewe nunua kwa shilingi 10,000 hizi zilizobaki. Ya Kitanzania. Tena 10,000. Kuna wengine wamevaa nguo za kumechisha hapa, wakija watamechisha. Naomba uchague. Naomba uchague. Mimi ndio nauza kwanza, alafu ndio mgeni rasmi utaongea. Kwa hiyo hata kujipaka mafuta ya kula, yale kwa ajili ya uwaga tu, mafuta hayo hapo. Ya Kimara Baruti. Haya, mzazi mwingine akuje. Mama pale amevaa nguo ya kijani, njoo. Nani yako iko hapa? Na huyu kachukua kama mzazi. Yeye diwani amechukua kama mzazi. Kwa hiyo tunapokwenda kuwaungisha watoto wetu hivi, wanajisikia vizuri. Wewe mama ukinunua hapa, yule mtoto wako kule anakuona, anajisikia vizuri, kumbe mama anaweza kuniungisha mkono. Maana yake hata kesho akija kuanzisha biashara, wewe ndio utakayemtangazia kwenye WhatsApp. Mmenielewa wazazi? Mpo? Haya, naomba tu wazazi 10 waje. Darasa la 7 nyanyukeni. Simameni darasa la 7 alafu tuimbe. Tunaimba hapo hapo. Wazazi, huu wimbo mimi naoimbisha hapa, alafu nyie mnakuja mnanunua. Mwenyekiti nyanyuka uuze hapa. Haya, 1, 2, 3. Huu wimbo ni maalum kwenu. Kwa heri la 7 muende salama, Mola kipenda tutajaonana. Kwa heri la 7 muende salama, Mola kipenda tutajaonana. Mimi naona kwa sababu wazazi hawajaja kununua, nasitisha hapo. Kaeni. Haya, wazazi njooni hapa. Mimi naomba tu wazazi 10. Wazazi 10 tu. Hata wa baba. Hata mkate njoo ununue. Njoo ununue mkate shilingi 2,000, njoo. Unachokiweza. Kama uwezi mkate, kuna mafuta hapa leo. Njoo. Mkate. Njoo. Sio kweli. Sio kweli Kimara Baruti mnaniangusha kiasi hiki. Eti? Hapana. Kuna sabuni hapa. Sasa nikiwaambia nataka kuwapeleka watoto bungeni, mtatoa hela? Wazazi jamani, tuwashike mkono. Kweli? Kwa hiyo mzazi ni mmoja tu ambaye ni diwani. Wengine wote? Asante mama, karibu. Mlete mama. Mama karibu. Tena mgeni rasmi umchagulie rangi nzuri. Simama. Wewe umchagulie rangi nzuri afu mvishe. Haya, mama amenunua mikate 3 kwa 10,000. Asante mama kwa kutungisha mkono. Leta mkate mwingine. Njoo nunua hata mkate. Kama sio cheni njoo nunue mkate. Asante. Ajat, karibu sana. Asante sana madam, karibu. Karibu sana. Tunahitaji kompyuta. Tunahitaji water filter. Tunaomba mtunge mkono. Karibu mama, chagua. Chagua, unaweza kachukua hii hapa nzuri kabisa. Chagua hii. Chagua. Hata hapa kazuri. Hiyo ina heleni, zote zina heleni. Heleni zake ni hizi hapo nyeusi. Kipenda hiyo. Baba karibu. Sabuni 3,000, karibu. Unaweza ukanunua sabuni kwa 5,000. Kabisa. Au chukua hii hapa. Chukua hii. Sabuni. Leta sabuni mama. Chukua hii hapa nzuri. Hii unavaa na hiyo. Nipe 10,000. Nimeuza cheni yangu. Nimeuza ile cheni yangu. Asante. Nimeuza.
Unataka nini mama? Mkate? Njoo chukue mkate huko. Leta mkate ule. Nini? Zipo. Mafuta hela hii hapa. Nipe hela. Umenunua kwa 5,000 eh? Haya, mama kanunua mafuta kwa 5,000. Asante. Naye mafuta. Leta mafuta. Naomba mafuta. Niangalizie huko. Haya, mafuta haya hapa. Asante. Leta vitu hapa. Mimi sijaja kuwa mgeni maalum tu kwa jina. Nimekuja kuwa mgeni maalum kwa kazi maalum. Mgeni rasmi wewe kaa. Muda wako utafika na wewe utafanya vya kwako. Mama, karibu nikuhudumie. Mimi hapa ndo customer care. Mkate, leta mafuta, leta sabuni. Hizi necklace mwachie mgeni rasmi atavaa. Haya, mjukuu. Hongera. Haya sasa kuna nchi hapo nchi. Anaenda kupiga duru kidude changu. Karibu mama. Asante sana. Basi MC. Hiki ni kinani cha kwangu nimenunua mwenyewe. Wapendwa wazazi, naomba niwashukuru sana kwa mlichokifanya hapa mezani. Mungu awabariki sana. Sina cha kuwalipa, ila Mwenyezi Mungu atawalipa kwa hiki kidogo mlichokifanya. Naomba niwatakie kila laheri watoto wangu wa darasa la 7 ambao wanakwenda kufanya mitihani yao muda si mrefu. Mkafanye vizuri, mkae vichwa na sio mikia. Alafu wale watoto wawili walio nani kule ndani wako wapi? Waliokuwa wananiambia mimba za utotoni, nawaomba mje hapa ili wazazi wenu waone. Njoo. Mwenzake wazazi wa watoto wasimame. Wazazi sasa tuje. Usimama tu. Wakuone. Simama tu. Watoto kwa nafasi yangu ya wizara. Nitawachukua. Hata kama wanamaliza shule, namba za wazazi ziko kwa mwalimu mkuu. Nikiwataka muda wote hawa nitawachukua. Tayari wanaingia kwenye orodha. Wameelezea mambo makubwa ambayo wewe mzazi ungeyasikia, ungelia kwenye maadili. Especially kwenye mimba za utotoni. Mimi machozi yalinitoka. Hata ndugu yangu alilia. Sio kitu cha kawaida. Mzazi, jivunie kama hawa ni watoto wako. Jivunie kweli kweli. Nawashukuru sana wanangu wazuri, kila laheri. Mungu awabariki, awatunze kwenye mitihani yenu. Na sasa nichukue nafasi nzuri kumkaribisha mgeni rasmi aweze kusema na hadhara. Karibu. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.